na ujuzi na mpango mzima. Kwa hiyo na VETA wana mchango mkubwa katika hili. Sasa nikirudi kwenye taasisi yetu ya NACTIVATE, NACTIVATE jukumu letu kubwa ni ubora, kusimamia ubora wa tangu usajili wa hizi taasisi ambazo zinahusika na kutoa mafunzo, lakini ubora wa uendeshaji wa hizi taasisi kwa maana ya mitaala wanayotumia, taratibu za ufundishaji, walimu, lakini mpaka kuja kupata mhitimu ambaye anapewa cheti chake. Sasa mada ya leo tuliyokuwa tunaijadili inazungumzia mchango wa wahitimu wa ufundi stadi nchini kwenye maendeleo ya jamii na maendeleo ya uchumi. Mada hii ni muhimu sana ili kuweza kuonyesha, wanasema kwa Kiingereza, relevance au umuhimu wa uwepo wa VETA kwa ujumla wake, lakini TVET, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Ni muhimu sana hii mada kuichambua kwa mtazamo huo. Sasa kifupi ni kwamba ili uweze kuona mchango wa kiuchumi na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake unaotolewa na wahitimu waliosoma elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, kuna vitu vya kuviangalia. Mojawapo unaangalia ajira kwa maana ya kwamba wangapi ambao tumewatoa wameweza kuajiriwa, lakini wangapi wameweza kujiajiri, na waliojiajiri wameweza kuajiri wenzao wangapi. Yes, hiyo ni mojawapo ya eneo la kuangalia. Lakini eneo lingine ni kipato chao, kama mmoja kama ameajiriwa, lakini kama ameweza kuanzisha biashara yake pia inachangia kiasi gani kwenye pato la taifa, na hiyo yote inawezekana. Mengine labda umaskini wa mtu mmoja umepungua kiasi gani, lakini umaskini wa jamii kwa kupitia mchango wa VETA. Lingine unaangalia wanaita relevance ya zile skills, yani waajiri wanakubali kwa kiwango gani wale wahitimu. Hiyo nayo ni mojawapo ya indicator au jambo la kutazama. Hayo niliwazungumza ni machache tu, lakini nadhani ni ya msingi ambayo kwa mtu wa kawaida unaweza ukayaangalia haraka. Sasa ni namna gani utauona huo mchango? Kwanza lazima uwatambue hao. Kwa mfano, tuwe na takwimu zinazoonyesha mpaka sasa hivi ni wangapi wamepata hayo mafunzo katika kila fani, lakini baada ya kupata mafunzo wako wapi? Je, wameanzisha biashara zao, wameajiriwa, wanaingiza kipato gani? Kama nilivyosema, hizo zikiwa ndio indicator za kuona kwamba kiasi gani wanachangia kwenye uchumi. Sasa nije kwenye jukumu letu kama taasisi ya NACTIVATE. Sisi jukumu letu mojawapo ni kuwezesha upatikanaji wa taarifa kama hizo, na tunazipataje? Kwa kufanya kitu kinaitwa tracer study. Tracer study unaangalia wahitimu wako wapi. Tunafahamu kwamba kama chuo kimoja kuna ambavyo huwa vinafanya hizo tracer study. Kwa sababu kama vyuo utapenda pia kujua wahitimu wako wapi ili uweze ikusaidie kuboresha mafunzo unayoyatoa kwa mfano. Lakini sisi kama NACTIVATE tunaweza tukakusanya takwimu kama hizo kutoka kwenye vyuo vyote. Ndio advantage tulionayo. Na takwimu kama hiyo tukiwa nayo, basi watafiti wanaweza kuitumia sasa kutafuta zaidi kwa nini. Kwa mfano tunasema kwamba wamehitimu kiasi kadhaa, lakini walioweza kujiajiri ni kiasi kadhaa. Wale waliobaki tunaweza tukauliza maswali kama kwa nini, na baada ya hapo tukayajibu kwa kutumia tafiti. Kwa hiyo jukumu letu sisi kubwa ni hilo, kuhakikisha kwamba tunakuwa na taarifa au takwimu ambazo ni sahihi, na tumejipanga kwamba tunakusanya hizo taarifa. Lakini sasa hivi tunataka kutengeneza mfumo ambao utakuwa unakusanya hizo taarifa kutoka kwa wahitimu wetu wote. Na bahati nzuri tunashukuru serikali imetupatia budget ya nyongeza kwa mwaka huu, na tutatumia kiasi cha pesa hizo kutengeneza mfumo
ili tuweze kuboresha. Takwimu tunazo, lakini tunataka tuzikusanye nyingi zaidi, ikiwemo kutoka kwa sio wahitimu wenyewe tu, mpaka waajiri watuambie mawazo yao, lakini wazazi kama tunaweza kuwafikia, ili tusaidie katika kufanya maamuzi, wanasema informed decision. Unapokuwa na takwimu sahihi na kama pia zimefanyiwa tafiti, unaweza kufanya maamuzi ambayo yanakuwa yako relevant zaidi. Kuna mambo mawili hapa. Kuna idadi ya taarifa tunazozitaka kutoka kwenye takwimu, bado sio zote. Kwa mfano hiyo ya kwamba watu wahitimu wameajiriwa au hawajaajiriwa, wameajiriwa baada ya muda gani? Mara nyingi tunapendelea ndani ya mwaka mmoja, unasema tafiti zinasema ndani ya mwaka mmoja yule mhitimu ameajiriwa. Kwa hiyo taarifa kama hiyo utaipata kwa mhitimu mwenyewe. Kwa hiyo zaidi ya kukusanya takwimu za chuo, tunahitaji takwimu kutoka au taarifa kutoka kwa wahitimu wenyewe, watuambie, na vingine hawawezi kukuambia pale wanapomaliza. Anapoenda kwenye kujitegemea au kufanya kazi ndio anagundua kwamba kumbe ningeongezewa na kitu hiki, labda ningefanya vizuri zaidi. Anakuambia, anakupa taarifa ambazo ukizitumia unaweza kuboresha zaidi. Kwa hiyo ni issue ya takwimu tunazipata za aina gani, tunataka kuongeza zaidi, na pia tuziwe kwenye mfumo ambao kwanza itakuwa ni rahisi kuzichakata zikiwa kwenye mfumo badala ya kwenda kuzikusanya kutoka kwa mmoja mmoja. Wito kwa wadau wetu ni kwamba tuwe na juhudi za dhati kabisa za kuongeza ubora wa huduma ili tunayoitoa. Sababu dhana ya ubora ni pana sana. Ubora ni mchakato. Kwa sisi, kwa mtu wa kawaida mara nyingi ataangalia ile product ya mwisho unachokizalisha ni nini, lakini ubora ni kuanzia mazingira unayofanyia kazi, unayofanyia training, mtu gani unamchukua kwa ajili ya training, mchakato unaofanyika pale. Kwa ujumla, kwa mfano mada ya leo ilikuwa inajikita zaidi kuangalia sasa ubora wa huyu tunayemtoa. Ndio maana tunazungumzia kuhusu ajira na mchango wake kwenye jamii na uchumi. Pale manake tumelenga kuangalia ambayo ni indicator moja. Mchakato ukiwa mzuri ndani, kuanzia mitaala ikiwa mizuri imeboreshwa, lakini tufanye pia jitihada sana za kuwa na au hizi taasisi zinazotoa mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi zifanye jitihada za dhati kuwa na mashirikiano na industry. Na kwa industry hatumaanishi viwanda, tuseme watekelezaji au watumiaji wa ile huduma, ambayo unaweza ukaidefine na industry ni kitu kipana sana. Ni viwanda, lakini ni mashule. Kama una train mwalimu, maana yake ni shule ndio kiwanda chako, ataenda kutumika huko. Nadhani mmenielewa. Kama ni muendeshaji, basi atakuwepo mahali fulani. Kwa dhana hiyo, kuwe na ushirikiano wa karibu ili kuhakikisha yale mafunzo yanayotolewa yanaendana na wakati. Zaidi ya taasisi 1500 ambazo ziko chini ya NACTVET. Nataka upate picha ya ukubwa wa kazi. Mojawapo ya kitu ambacho tumepanga kufanya kwenye mpango na tumeshajitengea budget, kutengeneza mfumo wa kielektroniki ambao utatusaidia kurahisishia kazi na ufuatiliaji. Kwa hiyo kutembelea hiyo pale ambapo tumelazimika. Ule mfumo utakuwa na maeneo, umeainisha maeneo ambayo yule tunayempa huduma akiyajaza. Kwa mfano tunamuuliza una vifaa vya aina gani? Una walimu wangapi? Hiyo ni mifano michache. Akijaza, sisi kazi yetu itakuwa kwenda kufanya verification. Yaani kwenda kufanya verification tunaita ni kuhakiki. Tunaenda kufanya uhakiki. Kwa hiyo haitatulazimu kwenda kwenye vyuo vyote.